Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama ya kengele. Ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe, msikilizaji wa Radio Kijamii Kivu, popote pale ambako unaendelea kufuata matangazo yetu. Na ukaribisha kuweza kufuata uchambuzi wetu wa habari siku ya leo, uchambuzi habari ambao unagubikwa na habari muhimu leo hii, makala ya michezo na burudani, pamoja na ripoti za ripota wetu kutoka eneo tofauti. Jean Makelele Ekala Jadene yuko upande wa pili. Jina langu mchumbe wa mkulima na Fatuma. Naomba tuambatane mwanzo hadi tamati wa uchambuzi huu. Nasema asante na karibu. Na kama nilivyokujuza kuwa uchambuzi wetu wa habari unakuwa kigubikwa pia na habari muhimu leo hii. Za leo zinasomwa naye mwenzangu Safari Luendo Alimasi. Karibu Safari. Asante sana mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa kuweza kunipa fursa kuwaletea wasikilizaji wetu habari muhimu. Na katika habari muhimu tutaanzia na huko Ibumba, sekta ya Mutambala. Pesa nyingi pamoja na simu kupelekwa, hayo ndio matokeo ya uporaji uliondeshwa na watu wenye kumiliki silaha kinyume cha sheria ambao bado kujulikana katika kijiji cha Ibumba, sekta Mutambala, tarafani Fizi, Jumanne ya tariki 27 Februari 2024. Pia habari yetu muhimu itajielekeza huko Bukavu, makao makuu ya jimbo la Kivu Kusini. Vijana wa chama cha US jimboni Kivu Kusini wameandikia uongozi wao kuwapa governor ambaye atatoka kwenye chama cha UDPS ili kuwezesha wananchi wa Kivu Kusini kufaidika na kauli ya rais Le Peuple d'abord katika lugha la Kifaransa katika muhula huu wa miaka 5. Na huko Kabare ni kwamba kijana mmoja mwenye ukadiriwa kuwa na umri wa miaka 24 amefariki kisha kujinyonga kwa kamba asubuhi ya siku ya 3 ya wiki tunayo tarafani Kabare jimboni Kivu Kusini. Chanzo cha kijana huyo kujinyonga bado kujulikana hadi sasa. Tumalizie habari muhimu na huko Kinshasa, mji mkuu wa DRC. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ametaja kuwa tayari kwa mazungumzo na rais mwenzake Paul Kagame wa Rwanda kwa ajili ya swala la kutafuta suluhisho kwa hali ya usalama mdogo unaoripotiwa mara kwa mara katika eneo la jimbo ya Kivu Kaskazini. Naweka nukta kwenye habari muhimu mwenzangu mchumbe wa mkulima na Fatuma. Naam, asante sana mwenzangu Safari Luendo Alimasi kwa habari muhimu leo hii. Na sasa tufunue pazia uchambuzi wetu wa habari tukianzia katika mji wa Baraka. Muungano wa mashirika ya uchukuzi wa watu na mizigo SIAT kwa ufupi umeomba kwa uongozi wa askari polisi wa barabarani kuondoa kituo cha askari polisi wa barabarani kilichowekwa pa Katanga, huku wakiwa wametolea masaa 48 kwa kukiondoa, la sivyo hatua zingine zitafuata. Katika mazungumzo nasi Bwana Mkunji Elisha Lesemble ambaye ni coordinator wa muungano huo wa mashirika ya uchukuzi amesema kituo cha askari polisi wa barabarani kilichofunguliwa pa Katanga ni cha ubandia na kutaka kunyanyasa raia pekee kama alivyoeleza. Tunaandika barua ambayo tulitumia komanda Escadron PCR wa territory ya Fizi, na barua inalenga post ambayo aliweza kucreate bila competence pale Katanga kukilalo ya Mutambala. Ni kweli kwamba polisi wa usalama barabarani wanakuwa na kazi ya security ya circulation routière, lakini kama tunasema kwamba wana create poste sans competence, c'est parce que kuko sheria na kuko taratibu ambazo zinakuwaka kwa kucreate poste de contrôle. Conseil de sécurité iliweza kusemwa kwamba poste yenye kuwa Lukoke itoke iende Kikwena
pour dire que baache circulation ya mu centre ville ikuwe libre parce que kuko watu wako na madifficulté ya pas le lukoke étant donné que poste zabo zinakuwa zishaka devie ma mission yabo zishaka geuka nazo poste de taxation. Tulisoma barua ambayo wao waliandikia maire de la ville kama wao hawana competence ya kuhamisha poste. Kwa hiyo maire de la ville ajiadresse ku commissariat provincial ya Bukavu na maire de la ville alifanya vile. Tuko muatante tusikie commissariat provincial ya itasema nini, bote na huku wanaenda kuimplanter poste ingine Katanga. Poste ya Lukoke ambao waliambiwa watoshe wapeleke Kikwena, ile poste iko pale. Me wanaenda kucreate ingine poste Katanga avec maelema za mpya zenyewe wanaenda kuaffecter pale. Ce qui fait que abaku mu execution ya decision ya conseil de sécurité, mais ni politique ambao waliutiliziwa kupenda kucreate ingine poste de contrôle. Na kwa kusema ke ule mtu ana competence ya kucreate ni pale kwenye yeye alijibia maire de la ville kwanza ke yeye ana competence ya kutosha. C'est-à-dire mwenye iko na competence ni commissaire provincial. Maintenant competence gani yenye yeye alijipatia kwa kwenda kucreate poste pale Katanga? Donc alicree poste sans competence. Mwishowe Mkunji Elisha amesema endapo masaa 48 yatafika na bila kutoa kituo hicho, maamuzi mengine yatafuata ili raia kutetea haki yao. Zile maposte de contrôle zenye zinawekwa, kuko barua ya commissaire provincial wa la police Sud Kivu ya le 16 mars 2021 yenye na reconnaître poste 5 mu territoire ya Fizi, na mjiji la Baraka bana reconnaître poste moja pekee ya contrôle. Maintenant yeye kama anaenda kucreate ingine poste pale Katanga, anaicreate sur base ya kele subasima. Iko na barua gani yenye inavunja ile barua ya commissaire provincial paka yeye create poste ingine ya mupi? Ile ni bwizi, ile ni tracasserie anapenda kufanya pale. Kwa hiyo tunasema hivi katika barua yetu, tunamupa masaa 48 48 ile poste ikuwe imeshatoka pale Katanga, parce que ni poste ambayo na créer sans compétence, na mtu kama anafanya kitu bila compétence, raia inajireserve ya kupinga ile decision yenye ule mtu anaka. Kwa hiyo na tofauti na vile kama masaa 48 zinaenea ile poste ya Katanga ingaliki pale, na haita wa transportere wote en general wa Baraka pale Katanga kutosha ile poste kwa kinguvu, na hatutapenda nyingine siku moja ke ile poste na existe pale Katanga hakutakuwa poste, parce que ni mayele ni bujanja wanapenda kufanya juu ya kutarakase wa transporter. Pourquoi poste kuna lipisha hapa, poste kuna lipisha pale, poste kuna lipisha pale, juu ya nini kia wanafanyia raia? Barabara ziko mbovu, kila kitu kinaharibika, epi basi kusumbua ba transporter na mataxes za kila leo, hapa kulipisha hapa kulipisha. Na malizia kwamba na metro ya garde maelema wake ambao kulingana na rapport zenye tuko nazo kwa sasa wako wanapercevoir ku kila gari mu poste mbili zenye ziko mu centre ya Baraka zenye ziko censé kureguler circulation na hapana kukontrole. Kulingana na barua ya commissaire provincial Mubaraka muko poste de controle moja na ni ile. Le poste zingine mbili zenye ziko mu centre ville ya Baraka ni poste zenye ziko na kazi ya kureguler circulation et non kukontrole madokima wala kulomba pesa. Na kama ulivyojuzwa kwenye habari muhimu kuwa kule Ibumba pesa nyingi pamoja na simu kupelekwa, hayo ndiyo matokeo ya uporaji ulioendeshwa na watu wenye kumiliki silaha kinyume na sheria ambao bado kujulikana katika kijiji cha Ibumba sekta ya Mutambala tarafani Fizi Jumanne ya tariki 27 Februari mwaka 2024. Akizungumza na Radio Kivu, muhanga mmoja wa tukio hilo ambaye alihifadhi jina lake kwa sababu za usalama amesema walikuwa pikipiki kadhaa ambao walisimamishwa na watu wenye kuwa na silaha kisha kuwapora pesa zote walizokuwa nazo kama alivyoeleza. Mimi nilikuwa natoka eneo ya Mkera, nilikuwa nikijielekeza hapa Baraka. Wakati tulipofika sehemu ambayo inaitwa Ibomba, baada ya kufika pale nilifika pale nikakuta kuna baadhi ya pikipiki fulani ambazo zimewekwa pembeni ya barabara. Baada ya kufika pale na mimi nikaambiwa weka pikipiki yako pembeni na utupatie pesa zote ambazo uko nazo hapo. Na wale ambao wameniambia hivyo walikuwa wanajificha kwenye sura zao. Sikubahatika kujua kama ni watu gani kwa sababu walikuwa wanamiliki bunduki, na wakati mazingira kama na hiyo inapojitokeza mtu anakuwa anapoteza mwelekeo.
na wakati tulipofika hapo wakatupora hizo pesa zote, na sikukuwa mimi mwenyewe, tulikuwa watu wengi kabisa hapo ambao tulijikuta tunaingia mikono ya hao mabandia. Na sijui walipowapeleka pale ni pesa ngapi ambazo walikwenda kukupora, vile vile sijui idadi ya pesa ambazo ziliporewa kwa vile vile na kwa wenzako. Kungambo yangu mimi nimechukuliwa pesa 25,000 ndo zimechukuliwa. Kwa wale ambao tulikuwa nao pale, kuna wengine ambao walilia kwamba mimi pesa zangu nilikuwa na 300,000 imechukuliwa. Kuna wengine walilia mimi ni 2,000,000 ambayo imechukuliwa. Kuna ambao wamesema mimi ni 1,800,000 ndio imechukuliwa. Yani ni watu wengi sana ambao wamechukuliwa pesa. Kwa kusema kujua idadi kama ni pesa fulani siwezi kuziidentify kwa kusema ilikuwa monta fulani, ila ndio gisi tuliporewa. Kila mtu aliporwa kadiri na zenye alikuwa nazo. Wakati walimaliza kupora, tulikuta pikipiki zetu ziko, hawakugusa hata pikipiki moja. Vitengo husika na usalama, mimi kitu cha kwanza kama ile mabetize iko napitikana vile ni kwa sababu security hakuna, na kenye kinakosesha security ni juu ya bale wenye banapashwa fanya security sa vile basoda au la polisi ni bachache sana ili kufanya security. Ningeomba serikali iangalie gisi ya kufanya juu ya kuongeza maaskari wengine kwa ajili ya kuboresha usalama wa raia. Vijana wa chama cha UDPS jimboni Kivu Kusini wamewaandikia uongozi wao kuwapa gavana ambaye atatoka kwenye chama tawala cha UDPS ili kuwezesha wananchi wa Kivu ya Kusini kufaidika na kauli ya rais Le Peuple d'abord katika muhula huu wa miaka 5. Kwake Shiko Abwe, mmoja kati ya makada wa muundo huo wa vijana wa chama tawala cha UDPS jimboni Kivu Kusini, amesema kuwa na matumaini ya uongozi wao kwa kuwajibu kwa yale wanayoyahitaji. Upande mwingine ametaja kushukuru raia wa Fizi Baraka kwa kumchagua Jean-Jacques Lakano kwenye ubunge wa kitaifa. Lakini sisi kama vile wanachama wa Jeunesse JDPS ya province ya Sud Kivu, ile ni harakati moja kubwa ambapo mimi naweza nikakwambia, kwa sababu ile ndio tumeweza kukubali iweze kupita kwenye vyombo vya habari. Tuliweza kuomba uongozi wetu usitupatie mtu ambaye sio wa UDPS. Kwa maana hiyo mimi naweza nikakwambia si Jean-Jacques, si Gasngabo, si Gaspar secrétaire exécutif, si Odo fédéral Sud Kivu rural na wengineo, lakini tunasubiria na tunaomba viongozi wetu waweze kutupatia mtu wa UDPS aweze kuongoza Kivu. Ile tumeyafanya na tunawaza UDPS na tunavyotumika wanatusikiliza. Kwa maana hiyo inatubidi tufanye alliance na negotiation kwa des niveaux. Ndio maana unaona UDPS sisi tunatulia, tunaacha waongozi wetu ambapo wataenda kufanya negotiation. Tunawaza hadi sasa jina haijatoka ya kwenye governor na senator, na tutayua nani ndo amepata hiyo baraka, lakini ni kuhakikishie harakati ambapo tulipo na ambapo tunaendelea hakuna woga. Hakuna woga, na tunafikiria mambo yakienda vizuri itakuwa mara ya kwanza Fizi kuongoza jimbo la Kivu Kusini. Labda kwa raia niwaambie wao walifanya kazi ambapo tulikuwa nahitaji, kwa sababu Jean-Jacques amekosa mara pili, lakini mara 3 amehakikisha aweze kuwa wa kwanza bila kuchanga na wenzake wengi. Nguvu zake mwenyewe zaidi sana ziliweza kumpitisha na ikawa imerudisha heshima kweli. Sisi kwetu kama vile wafanya siasa tunapiganisha ili tuweze kuwaletea watoto wa tarafa la Fizi na wa jimbo la Kivu Kusini masilahi ya UDPS, ili waweze kuelewa kwamba bastion ya UDPS ni Fizi. Hata hivyo, Shiko ameomba raia wa Fizi na Baraka kutokupelekwa na wafanya siasa wanaolenga maslahi ya kibinafsi kama alivyorejea mara tena, na wasiwe wa kubebwa na ile strategie za anticipation za UNC na FDC, ambapo sisi tunakalifie surtout UNC za rebellion, parce que union sacrée haiya decide, na ndio maana unaona kwa UDPS tuko kimya, kwa sababu tunayo decision za mwisho zitatoka kwa raisi na kwa union sacrée. Kwa hivyo sisi tumepeleka kwenye chama na tunasubiria chama kiongoze kimchague au kidecide UDPS itabeba jimbo fulani, kwa sababu kwa ujumla tukiweka na Kivu Kusini UDPS iko na magavana 15. Kwa hivyo
tukiwa na magavana 15 tunatarajia tuone wapi tutakapofika, tutafikia wapi, na ikiwa UDPS ndio itapewa kwenye Union Sacrée kama vile JDPS iliomba, ikipewa gavana wa Sud Kivu, mimi nawaza kwa asilimia 90 Jean-Jacques Lacano atakuwa gavana. Lakini hapo tunaweka marge d'erreur ya hizo percent 10 za kusema kama wenzetu wa Union Sacrée kama vile FDC na UNC tunawapatia hivyo, inaweza ikaenda kwa watu wengine na Jean-Jacques akawa amekosa kuwa gavana. Na ikiwa tutachukua makamu wa gavana, hiyo itakuwa kwa honorable honoraire Msambia Abu Fredi, naye kupiganisha kama atapata hiyo bahati ya kuweza kuchaguliwa. Lakini mimi nakwambia kuhusu kandidati ya Jean-Jacques, kiukweli kama UDPS ndio itachukua gavana baada ya maongezi na wenzetu wa Union Sacrée, na waza itakuwa kwa mara ya kwanza Fizi kukuwa na gavana. Hiyo ndo ujumbe ambao naweza nikapatia raia wa Fizi na wasikilizaji wote wa redio yenu. Na sasa namkaribisha mwenzangu wa makala ya michezo na burudani, Omari Makelele Oze. Karibu Oze. Naam, barabara kabisa mwenzangu mchumbe wa mkulima na Fatuma. Leo katika habari za michezo tuanzie na habari za hapa nyumbani Baraka. Ni kwamba wiki ya 14 ya michuano ya ligi ya nyumbani ima championnat local iliweza kutamatika siku ya 3 ya wiki tunayo, ambako mechi mbili ziliweza kupigwa katika uwanja wa Maendeleo. Majira saa 7 kamili FC Kibonja Sport waliweza kuwatambia mabao 2-1 vijana wa FC Presqu'île du Bwari, huku majira saa 9 kamili Tepe Orthographe waliweza kuwatandika bao 1-0 vijana wa FC Kalunja Sport. Katika habari zingine za hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni kwamba habari mbaya kwa wapenzi wa timu ya taifa ya DRC ni kwamba golikipa mkuu wa timu hiyo Lionel Mpasi atakuwa nje ya viwanja vya soka muda wa miezi 5 ama 6. Hivyo ni kutokana na jeraha alilolipata akiwa na klabu yake ya daraja la pili huko nchini Ufaransa Rodez siku ya Jumamosi ya wiki iliyopita. Golikipa huyo atakosa mechi 2 za mtoano ya kuwania kombe la dunia mwaka 2026 ambako itakuwa ni mechi kati ya DRC dhidi ya Senegal na DRC dhidi ya Togo. Vile vile kisha kufuzu hatua ya robo finali ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika, Tepe Mazembe watajielekeza mchini Afrika ya Kusini ili kupambana na timu ya Mamelodi Sundowns katika wiki ya 6 ya michuano hiyo, mechi ambayo itapigwa siku ya Jumamosi ya wiki tunayo. Tufahamishe kuwa kocha kutoka Senegal Lamine Ndiaye ameitisha wachezaji 21. Wachezaji hao ni pamoja na magolikipa watatu akiwemo Siadi Bagio, Aliou Fati pamoja na Ibrahim Mukonkoro. Mabeki ambao wameitishwa ni pamoja na Etienne Mawau, Ernest Luzolo, Johnson Atibu, Kevin Mondeko, Magloire Ntambwe pamoja na Ibrahim Keita. Lakini vile vile wachezaji wakati ni pamoja na Pasia Mwamba, Glodili Konza, Marseille Ngimbi, Auguste Oladapo, Serge Mukoko pamoja na Boaz Ngalamulume. Huku washambuliaji ni wasita, yuko Oscar Kabwe, Philip Kinzumbi, Shaik Fofana, Bubakari Hainokoye, Feli Traore pamoja na Joel Bea. Hao ni wachezaji 21 ambao wameitishwa na kocha mkuu wa klabu ya Tepe Mazembe kutoka Senegal Lamine Ndiaye. Tumalizie na habari za burudani ni kwamba mwanamuziki Donasi Sama amemstaki rapa nguli mchini Marekani Kanye West. Hivyo ni kutokana na rapa huyo kukiuka makubaliano waliyoyaweka kati yake na Donasama. Mwanamuziki huyo alimstaki Kanye West kwa kosa la kuchukua vipande vya ngoma yake na kuvitumia katika moja ya nyimbo yake bila kuarifu wala kuonana na Donasama ambaye pia ni rapa wa huko Marekani. Naweka nukta katika habari za michezo na burudani. Asante mwenzangu Omari Makelele Ozile. Msikilizaji mpendwa, kama ndo bado umekuja kujiunga nasi, unaendelea kufuata uchambuzi wa habari unakujia moja kwa moja kutoka kwenye idhaa ya Kiswahili ya Radio Kivu. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Na sasa tuangazie kwenye ukurasa wa habari za kitaifa na zile za kimataifa. Tuanzie katika upande wa kitaifa. Kule Kinshasa ni kuwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ametaja kuwa tayari kwa mazungumzo na rais mwenzake Paul Kagame wa Rwanda kwa ajili ya swala la kutafuta suluhisho kwa usalama mdogo unaoripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwenzetu Baome Sadi Francois ameandaa ripoti
ripoti ifuatayo. Tamko hilo limetolewa wakati wa mkutano kati ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na yule wa Angola Jumanne Februari 27 mjini Luanda. Felix Tshisekedi ameendesha mazungumzo hayo naye mpatanishi mteule wa Umoja wa Afrika kwa mgogoro wa kisiasa wa DRC Rwanda, Joao Lorenzo. Hivyo ni katika mwendelezo wa mabadilishano yaliyozinduliwa tena wiki mbili zilizopita mjini Addis Ababa nchini Ethiopia wakati wa mkutano wa 37 wa kawaida wa Umoja wa Afrika. Kulingana na taarifa za waziri wa mambo ya nje wa Angola zilizowasilishwa na kitengo cha mawasiliano cha urais wa DRC, Felix Tshisekedi angetoa makubaliano yake kimsingi kwa mkutano na mwenzake wa Rwanda. Tangazo linakuja kufuatia mkutano wa uso kwa uso kati ya marais hao wawili wa Angola na yule wa Kongo. Baada ya safari yake ya kwenda na kurudi Jumanne huko Luanda, Felix Tshisekedi anaonekana kulegeza kamba kidogo na hivyo kutaja kuwa tayari kwenda kukutana na rais wa Rwanda Paul Kagame. Mwishowe, Felix Tshisekedi aliwasilisha kwa mpatanishi matakwa yake kabla mabadilishano na rais wa Rwanda, hasa kuondolewa kwa wanajeshi wa RDF kutoka eneo la DRC huko Kivu Kaskazini. Na kwenye habari za kimataifa kule Burundi ni kuwa Warundi 95 wakiwemo wanawake 58 na wanaume 37 waliokuwa uhamishoni katika kambi ya wakimbizi ya Mahama kusini mwa Rwanda wamerejea nchini Burundi baada ya kukimbia nchi hiyo kutokana na mgogoro wa kisiasa uliozuka mwaka 2015. Bukuru Elias Daniel kutoka Burundi na ripoti kamili. Warundi hao wamepokelewa katika mpaka wa Gasenyi-Nemba unaoigawa Burundi na Rwanda mkoani Kirundo kaskazini mwa Burundi na upelekwa katika kituo cha muda cha wakimbizi kilichopo Muyinga wakisubiri kupelekwa makwao. Maelfu ya Warundi walikimbia nchi yao kutokana na mgogoro wa kivita wa mwaka 1993. Wengine jaribia mapinduzi iliyofeli baadaye mwaka wa 2015 kwa sababu ya muhula wa 3 wa Rais Pierre Nkurunziza. Baadhi ya Warundi walikimbilia nchi jirani kama Tanzania na kufikia katika kambi za Mtabira na Nduta mkoani Kigoma magharibi mwa Burundi. Wengine wakahamishiwa katika kambi ya Nyarugusu ambayo pia imesheheni wakimbizi kutoka DRC. Hata hivyo kambi ya Nduta inatarajiwa kufungwa ambapo shule, makanisa na hospitali vyote vitalazimika kufungwa ifikapo mwezi Oktoba mwaka huu kwenye kambi hiyo yenye wakimbizi wengi kutoka Burundi. Wizara ya mambo ya ndani nchini Tanzania kwa kushirikiana na shirika la UNHCR wanasema kuwa watashirikiana kwa ajili ya kuwaongoza Warundi kurejea nchini mwao baada ya nchi hali ya amani na usalama kuimarika. Nikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Naam, shukrani sana mwanaripota wetu Bukuru Elias kutoka huko nchini Burundi. Na sasa tuangazie uchambuzi wetu wa habari kwa ripoti hizo na ripota wetu kutoka eneo tofauti, tukianzia hapa jimboni Kivu Kusini katika tarafa la Kabare. Kijana mmoja mwenye ukadiriwa kuwa na umri wa miaka 24 amefariki kisha kujinyonga kwa kamba asubuhi ya siku ya 3 ya wiki tunayo tarafani Kabare jimboni Kivu Kusini. Chanzo cha kijana huyo kujinyonga bado kujulikana hadi kwa sasa. Mwenzetu wa huko Bukavu Louise Busane Lucien na ripoti kamili. Kulingana na duru zetu, majirani waliarifiwa kupitia kilio cha yowe cha wadogo wa marehemu, kipindi ambacho wazazi walikuwa tayari wamekwisha kujielekeza kwenye shughuli zao za kawaida. Hadi sasa chanzo cha kujitundika kwa kijana huyu hakijajulikana, kama vile alivyotueleza Barthelemy Mwambusa, mratibu wa shirika la raia tarafani Kabare. Barthelemy Mwambusa alisema shirika la raia la tarafa ya Kabare ina huzuni sana ya kuona ya kwamba kijana mmoja amejimalizia maisha siku ya 3 asubuhi. Huyo kijana ana miaka 24 na yote imeanza wakati watoto walijulisha wa jirani ya kwamba kijana huyo amejipandisha kamba, na kwa sasa wakuu viongozi wamekuwa informe na wamejitahidi kusema watafika ili wafanye constat na mazishi itakuwa
apres hiyo konsa ya wakuu viongozi, na kwa sasa mareson au origine ya hiyo maakte hayajulikana watu. Nikiripoti toka mjini Bukavu, Louise Busane Lisiene kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Na kule Kongolo ni kuwa baraza la usalama tarafani Kongolo jimboni Tanganyika limetoa azimio ya kuwashika vijana wote wanaopatikana ndani ya vikundi vinavyoyumbisha usalama mara kwa mara tarafani hapo. Hivyo ni kutokana na usalama mdogo unaoripotiwa kwa sasa tarafani Kongolo. Radio Kivu Kongolo tunajiunga naye mwenzetu Shabani bin Ibrahim kwa ripoti kamili. Kumeibuka vigundi vya vijana katika makarta mbalimbali hapa tarafani Kongolo. Vigundi hivyo vya vijana vimejipashia wenyewe majina mbalimbali, lakini kuundwa kwa vigundi hivyo vya vijana sio kwa sababu ya maendeleo, lakini ya kuendesha vitendo vya kibandia na ujambazi. Vigundi vya vijana hawa wamekuwa wakialikana sawa vile kwenda kwenye kuwa uwanja wa mpira, lakini sababu ni kuanza kupambana huku wakipigana wao kwa wao kwa kutumia ashene ya mapikipiki, miti na majiwe katika viwanja mbalimbali vya masomo, hata katika viwanja vingine mbalimbali vya makanisa. Kitendo hicho kimechukizwa na baraza la usalama katika maeneo haya ya tarafa ya Kongolo baada ya kikao kiliendeshwa na wanamemba hawa. Luteni Kanali wa askari polisi Gile Kisimba ametoa mwito kwenye kuwa raia na hasa kwenye wa vijana hawa kwa kutoka katika vigundi hivyo. Yeye husema ya kwamba hali hivyo imeanza inaweza kwenda kutokea kuwa mbaya wakati ambapo usalama umekuwa umetafutiwa katika maeneo haya ya tarafa ya Kongolo. Asanti baba Ibra kwa hiyo ulizo. Ninawazia kusema education de base inaanzia ni kumanyumba kubazazi. Unaona kama hiyo movement tunaanza ona ndani ya territoire yetu ya Kongolo ni ile tunaona tuko naitwa kule Kinshasa movement ya Bakuluna. Njoo hivi inaanzaka. Wakati groupe ya jeune inatoka huku banajipatia rendez-vous bakapigane na mashene na miti na nini. Me tuko tunavivre bitu gani mu territoire ya Kongolo. Ninaomba ba parents ya bale batoto a partir ya hapa parce que tunatoka mu réunion sécurité na tuko na ma mesure fulani tuko tunabamba juu ya kuredike ile ma mouvement ya ba jeunesse. Jeunesse kwa hapa ni juu kuangalia development ya mugini, development territoire. Kama kuna kwa ma groupe ya ma association, chenjo ba Buda, chenjo ba Colombia, chenjo ba Lualaba, chenjo ba nani ba Zaire. Me ile ma association yote objectif ni gani? Ya bubanditu. Naomba bazazi babale batoto baoneshe batoto yabo baanze acha ile mouvement kabla leta haya bakamata na kubacha ku prison parce que fasi yabo inaonekana ni ndani ya prison. Watakuwa condamné, watafungwa na wazazi watasikia uchungu ya watoto yabo. Jombona tunasema wazazi wote akamate mtoto wake kumasikio atoke mwa ile mouvement ya jeunesse ya bubandi ya bukuluna ya delinquance. Ile tunapigia mkazo sana na tutaanza kuingia kwa action d'ici là. Nikiripoti kutoka Kongolo, jimboni Tanganyika, nimeitwa Shaban bin Ibrahim kwa niaba ya RCK Baraka. Na kule Butembo ni kuwa raia wengi wa jimbo la Kivu Kaskazini wanakumbwa na magonjwa ya usongo wa mawazo, kisukari na presha. Hivyo ni kutokana na vita, pia ukosefu wa usalama unaoendelea kuripotiwa mara kwa mara katika jimbo la Kivu Kaskazini. Mwenzetu wa huko Butembo Zangos Movies wa Kapuni na ripoti kamili. Ugonjwa wa sukari umewakumba wengi. Ni baada ya utafiti uliofanyika kunako Center Pere Morak Liber ndipo ilitangazwa rasmi kwamba watu ni wengi ambao wana ugonjwa wa sukari na pia ugonjwa wa shinikizo la damu. Ni kwa hiyo suluhu za haraka zaweza kuonekana jinsi vile alivyodokeza George Musabuli aliyesomea tawi la malisho katika mji wa Butembo. Diabete na hypertension arterielle ni magonjwa mbili yenye kutembea pamoja, na hayo magonjwa yameshika watu wengi huku kwetu mashariki mwa DR Congo, hasa zaidi kwa sababu wakaaji wa jimbo la Nord Kivu na Ituri wanaishi na mafikiri mengi, mafikiri yanayotokana hasa zaidi na insécurité persistante galopante na crise économico-financière. Hayo magonjwa yashika watu
wengi na yameleta vifo vingi huku kwetu. Ndiyo maana mimi kama muongozi wa Centre Médico-Diététique Père Morin Kleibert, chef de travaux Paluku Musavuli George, ninatangazia wagonjwa wa diabete ya kwamba Dr. Paluku Mwalitsa Jean Paul, médecin cardiologue wa clinique universitaire du Graben Horizon, ataandalia consultation ya moyo ya diabetike tangu tarehe 26 mpaka tarehe 29 Februari 2024 pa centre hospitalier Père Morin Kleibert Kado Kavitero 27 kila siku kwa njia saa 2. Wadiabetiki wa Butembo, ninawasihi sana mufike wengi kwa hii consultation ya médecin spécialiste cardiologue Dr. Paluku Mwalitsa Jean Paul. Tujulishe kwamba muda unapokwenda, ugonjwa wa sukari unaweza kusababisha maumivu makali katika moyo, macho, figo, hata na kwenye mishipa mbalimbali ya mwili. Butembo, Nzangoso Muviswa, Radio Kivu Baraka. Tukamilishe uchambuzi wetu wa habari na kule Goma ambako zaidi ya watu 14,000 waliohama makazi yao kutoka katika mji wa Sange tarafani Masisi jimboni Kivu Kaskazini wamebaki bila msaada hasa wa chakula katika kambi ya Mugunga, sehemu ambako wanapatikana kwa sasa. Ili kujua mengi kuhusiana na taarifa hizi, tunajiunga naye mwenzetu Jimmy Shukurani kwa ripoti kamili. Kambi ya Kashaka Bindu ni mojawapo mwa hizo kambi zinazozunguka mji wa Goma, mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Hii ni kambi nyipya iliyowapokea wakimbizi eneo ya Sake wilayani Masisi. Tangu hapo vita kati ya FARDC na M23 vilizuka mwanzoni mwa mwezi wa Februari, wakati jeshi haramu la M23 lilitahidi kujikabidhi jiji ndogo ya Sake na kudhingirwa vikali na wanajeshi tifu kwa serikali ya DRC FARDC. Wengi miongoni mwa waliopokelewa katika kambi hii ni wanawake hata watoto wanaokuwa na umri wa chini ya miaka 19 ambao waunda hesabu nyingi ya walioko katika kambi hii, ila wapatikana pia wanaume kwa hesabu chache. Hawa wasema kuwa kabiliwa na shida nyingi zinazotokana na hali ya ukimbizi kama ukosefu wa vyakula, maji safi, nguo hata na nyumba. Wanawake tulitoka Shasha, tukishatoka Shasha mabunde ni za nyingi sana tukikimbilia hapa na vitu vyote vikelungulia tu kule Shasha. Hata tumefika hapa hatuna giza ya kufaa, hatuna chakula, hatuna vyote, hatuna na bashi, maana tuko tafuta na mayani wasida wanatutimbiza tunakuta fasi ya kula. Sasa mtusaidie na chakula na bashi. Niko mkimbizi kutoka Kiroji. Pigwa mabombe kule, tukaona ifikie tukimbie, tukafika hapa mjini. Ndio tunafika hapa, hatuna maisha, antuka maisha haipo. Tunateseka, njala na tuua, watoto wanataka kukupia kujua njala, tunakosa nafasi ya kuishi, ya kujikinga. Mvula iko atuponda, jua inatuponda, hatuna nafasi ya kujikinga. Bakubwa mtusaidie kwa chakula, bashe ya kufunika nyumba tunaweza kujikinga ndani. Tunasumbuka watoto na sisi tunasumbuka, tunakosa bashe, tunakosa chakula, tunakosa kama tufanye namna gani. Hatuwezi toka tena hapa, sasa turudie kule kwetu tutafute chakula. Bahati Lumo, kiongozi wa kambi hii, asema kwamba hali mbovu ya wakimbizi hawa yatokana na hesabu kubwa iliyoongezeka ndani ya eneo hii. Huyu afanua kwamba kutowasili kwa shirika za kiutu ndani ya kambi hii kwa ajili ya usaidizi ni mojawapo mwa hatari zinazokumba wakimbizi. Hali haiko mzuri, ilikuwa 5466 menage, lakini kwa leo tumekuwa 14759 menage. Ile ni mamenage, population inakuwa 85028. Unaona kama olie watu wapunguke, watu na wanaongezeka tena. Donc wapya wao unakuwa tu kila siku. Na kuangalia hapa kusalu watu hapa kutembeni hapa hivi ni wakimbizi wapi. Ni kusema tangu mlifika humu hakuna shirika hata mmoja iliyowasili hapa? Mashirika inafika hapa lakini ni kusaidia kidogo.
donc yawasaidie kabisa kikamilifu. Kulingana na takwimu zilizotolewa na shirika HCR, ni zaidi ya watu 1155 waliokimbia vita toka jiji ndogo la Sake tangu mwanzoni mwa mwezi wa Februari. Ikiwa wamoja walipokelewa hapa Kashaka Shabindu, wengine wamepokelewa ndani ya kambi ya Bulengo jijini Goma katika kata Lac Vert, na wengine Rusayo wilayani Nyiragongo. Hawa wote wapipitia vipindi vigumu, kwani hali yao kimaisha yatisha. Goma, Jimmy Shukrani Bakomera, Radio Kivu Baraka. Na kupitia ripoti hiyo ndipo tumetamatisha uchambuzi wetu wa habari siku ya leo. Shukrani kwako msikilizaji uliyetutegea sikio mwanzo hadi tamata uchambuzi huu, bila kumsahau pia Jama Kelele Ekala Jaden alikuwepo kwenye dawati la mitambo. Jina langu mchumbe wa mkulima na Fatuma, nasema kwaheri.